Katika kile kinachoonekana kama hatua ya kupunguza mivutano ya haraka inayoshuhudiwa Mashariki ya Kati, Rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo tofauti kwa njia ya simu na viongozi wawili wa mataifa yanayokinzana, Irani na Israel. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Kremlin, Putin alizungumza kwanza na rais mpya wa Irani Masoud Pezeshkian, ambapo alieleza masikitiko yake juu ya mashambulizi ya Israel dhidi ya ardhi ya Irani na kukemea vikali hatua hizo. Putin alisema bayana kuwa Urusi inalaani vitendo vya Israel ambavyo ni kinyume na katiba ya Umoja wa Mataifa, na kuongeza kuwa Moscow inatoa pole na rambirambi kwa familia za waliopoteza maisha katika mashambulizi hayo. Mazungumzo haya yanakuja baada ya kile kilichoelezwa kuwa ni mashambulizi ya anga kutoka kwa Israel yaliyoathiri maeneo ya kiraia ndani ya Irani, yakiwa raia kadhaa na maafisa wa kijeshi. Tukio hili limeibua hofu ya mapambano ya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili hasimu, huku Urusi ikionekana kuchukua nafasi ya msuluhishi wa kidiplomasia. Katika mazungumzo ya pili, Putin alizungumza na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo alisisitiza kuwa mzozo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani hauwezi kutatuliwa kwa vita wala mashambulizi, bali kwa njia ya majadiliano ya kisiasa. Kwa mujibu wa Kremlin, Rais Putin alisisitiza umuhimu wa kurejea kwenye meza ya mazungumzo na kutafuta suluhisho la amani kwa masuala yote yanayohusu mpango wa nyuklia wa Irani kwa njia za kisiasa na kidiplomasia pekee. Kauli hii inakuja wakati ambapo Marekani na washirika wake wanashutumu Irani kwa kutaka kutengeneza silaha za nyuklia, madai ambayo Tehran imekuwa ikikanusha kwa miaka mingi. Israel kwa upande wake imekuwa mstari wa mbele kuzuia maendeleo ya Irani katika teknolojia ya nyuklia kwa kile inachokiita tishio la usalama wa taifa. Katika hitimisho la taarifa yake, Kremlin imesema kuwa Urusi itaendelea kuwa na mawasiliano ya karibu kwa pande zote mbili, Irani na Israel, na kwamba iko tayari kusaidia kuzuia mzozo mkubwa wa kijeshi kuzuka katika eneo hilo linalokumbwa na vita vya mara kwa mara. Kwa muda mrefu, Moscow imekuwa mshirika wa karibu wa Irani katika nyanja za kijeshi na kiuchumi, lakini pia imekuwa na mahusiano ya kimkakati na Israel, hasa katika operesheni za kijeshi nchini Syria. Hatua hii ya Putin inaashiria kuanza kwa juhudi mpya za kidiplomasia, huku dunia ikiangalia kwa ukaribu iwapo Urusi inaweza kugeuka kuwa daraja la amani kati ya pande mbili zinazokaribia kushikana koo. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa inayohusu rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu kuzungumza na rais wa Irani Masoud Pezeshkian, lakini vile vile na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kile ambacho kinaendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo ametaka zaidi mzozo huu kuweza kumalizwa kidiplomasia na si kutumia nguvu ya silaha au nguvu ya kijeshi kuweza kumaliza mzozo huu. Sasa tufuatilie hapa Zone Media ili uweze kupata taarifa kamili kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Naitwa Victor Moshi.